Kila asubuhi unapoenda msikitini kutekeleza swala faradhi na unapoenda jioni msikitini kutekeleza swala faradhi, na hapa katikati waenda msikitini kama kawaida, lakini unapokuwa na tabia hii ya jioni na asubuhi na jioni unaenda msikitini kutekeleza swala faradhi, ni kwamba Allah atakuwekea mahali, atakuandalia mahali katika pepo, sehemu ya VIP au VVIP wanavyosema nye, sehemu ya hali ya juu kabisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kiongozi wa umma mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ikiwa tumerejea tena katika silsila ya halaka zetu za hadithi kueleza baadhi ya maelezo au kueleza baadhi ya mambo ambayo Uislamu umeenda kuhimiza mambo kama hayo, na Uislamu kwa fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala akawekea zawadi kubwa juu ya mambo kama hayo, kwa sababu siku zote twasema kwamba lengo letu sisi kuletwa hapa duniani ni kwa sababu ya ibada, kama Allah alivyosema katika Al-Qur'an Al-Karim, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na wanadamu ila lengo la sisi kuumbwa majini na wanadamu na kuletwa hapa duniani, lengo ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ndio lengo kubwa, na katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kaika kwamba kuna malipo kwa yoyote ambaye kwamba atashikamana na ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, siku ambayo kwamba tutaenda kukutana naye Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu marahil ni nne za mwanadamu. Marhala ya kwanza ni marhala mwanadamu anapokuwa tumboni. Marhala ya pili ni mwanadamu anapokuwa katika ulimwengu kama huu, ambao kwamba ndio marhala muhimu sana ya mwanadamu, kwa sababu ndio marhala ambayo kwamba yatamwezesha yeye baada ya maisha haya kupata maisha mazuri au mabaya. Kwa hivyo maisha ya kwanza au marhala ya kwanza ya mwanadamu ni katika tumbo la mamake, akiwa ndani ya tumbo la mamake miezi 9 mpaka kuzaliwa. Marhala ya pili ni mwanadamu kuzaliwa mpaka kufa kwake, na katika marhala haya tutatofautiana. Kuna mwingine uzaliwa akafa hapo hapo, kuna mwingine uzaliwa akakaa wiki moja akafa, kuna mwingine ukaa miaka 10, 20, 30, 40, 50, 60, wengine ufika mpaka 80, 90 na 100 kwa kadiri Allah subhanahu wa ta'ala alivyotupangia. Na haya ndio marhala ya kuchuma. Yani hapa duniani ni kama sote tumepelewa katika shamba, tumepewa vifaa vya kulimia, tumepewa na mbegu ya kupanda. Sasa ni wewe ukipanda, ukifata namna ulivyoelekezwa katika kulima na kupalilia na kupanda mimea, ukaiangalia, bila shaka mimea itakupatia matunda mazuri. Matunda mazuri ni gani? Ni pale utakapoondoka katika marhala haya pili kuelekea marhala ya tatu, nao ni marhala ambayo kwamba ni marhalatul barzakhia, ni maisha ya barzakh, yani kuanzia mwanadamu atakapokufa mpaka siku atakaofufuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni safari ya tatu au ni marhala ya tatu. Marhala ya nne ni kuanzia mwanadamu kufuliwa mpaka kwenda kukutana na Mola wake, kulipwa malipo aliyofanya, mema kwa mema, mabaya kwa mabaya, na mpaka kuingia janna au motoni. Hayo ni marhala ya mwisho. Kwa hivyo marhala ya kwanza tumeyapita, ni marhala ya tumboni. Marhala ya pili ni haya ambayo kwamba tuko nayo, na kama tulivyosema ni marhala muhimu sana ya mwanadamu, kwa sababu hapa sote tumepewa karatasi la mtihani, na katika mtihani kama uzuri wake tumeelekezwa namna ya kufanya mtihani kama huu. Kwa hivyo ikiwa utapita mtihani kama huu, basi anakokuja mbele ni sahali na ni khairi, na ikiwa utaanguka mtihani kama huu, basi anakokuja mbele ni mazito na mabaya zaidi. Tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika haya marhala ya pili ambapo kama tuko, atufanyie kila wepesi ili tuwe katika barabara yake Allah subhanahu wa ta'ala, na tuwe ni wenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kuepuka na kila ambalo kwamba la muudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tukiwa katika marhala haya ya pili ya maisha, basi ndipo pale lazima sisi tuweze kukumbushana yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kutuamrisha kuyafanya, kukumbushana yale ambayo kwamba yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, kukumbushana na kuyawacha yale ambayo kwamba yanamuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo leo tutakamata hadithi ambayo kwamba ni fupi,
lakini ina faida kubwa. Hadithi ambayo kwamba tupatia maelekezo makubwa, hadithi ambayo kwamba yatuonesha fadhila na rahma na mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi Waislamu au wanadamu. Hadithi yenyewe unwani yake inasema fadlu dhihabi ila almasajid, ubora wa Muislamu kutoka nyumbani na kwenda msikitini. Kila siku sisi tutatoka nyumbani twenda msikitini, tusikia adhana twenda msikitini, tusikia wakati wa swala umefika twenda msikitini. Je, hii kwenda msikitini na kurudi nyumbani au kutoka nyumbani kwenda msikitini na kutoka msikitini kurudi nyumbani, kuna fadhila gani Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea? Sikiliza Muislamu kwa makini, ili baada ya hapa ujira kama huu na malipo kama haya yasikupite na fursa kama hii ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameweka. Hadithi yenyewe imepokelewa na Abi Huraira. Mtume asema, an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila almasjid aw raha a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Abi Huraira apokea hadithi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume Mwenyezi Mungu rehma na amani zake, man ghada ila almasjid, yoyote atakayeenda msikitini asubuhi, au raha, na akaenda msikitini jioni, yani ukatoka kwa ajili ya salatu alfajri na ukatoka kwa ajili ya salatu alasri au salatu alisha ukaenda msikitini, yani swala ya jioni ukatoka na msikitini, sawa, si hizi mbili pekee yake lakini swala zote, lakini kila swala ina fadhila yake. Basi Allah asema, Mtume asema sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila almasjid, yota atakaenda asubuhi msikitini kutekeleza swala faradhi ya fajiri msikitini, au raha, au akaenda jioni pia kutekeleza swala faradhi msikitini, a'adda Allahu lahu fil jannati, Allah atamwandalia katika pepo nuzulan, sehemu nzuri, sehemu hali ya juu, sehemu ambayo kwamba wanawekwa watu ambao kwamba hadhi yao ni ya juu, kullama ghada au raha, kila anapoenda asubuhi msikitini na jioni. Yani kila ukienda wewe, basi kila siku Allah subhanahu wa ta'ala yukuandalia makazi yako, yukuandalia sehemu nzuri ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea kwa mtu ambaye kwamba atakuwa na sifa kama hii ya kwenda msikitini. Ghada muttafaqun alayhi, hadithi imepokelewa na Bukhari na Muslim. Wanasema ghada dhahaba fi sabah, yani maana yake mtu ameenda msikitini asubuhi kama tulivyoeleza, au raha maana yake dhahaba fil masa, yani mtu ameenda msikitini jioni. Nuzulan kama tulivyoeleza, wanasema ulama, an-nuzul, nuzul maana yake huwa al-makanu tayyib, ni sehemu nzuri, al-mukhassasu, iliyowekwa makhsus, likibari dhuyuf, kwa wale wageni wakubwa. Tunapoenda katika mikutano au katika sherehe au katika jambo lolote ambalo kwamba watu wakusanyika, bila shaka wanapoingia ima katika holi au sehemu, kuna sehemu ya watu wa kawaida, kuna sehemu ya wageni waheshimiwa, mnafahamu, na kuna sehemu ya pale katika waheshimiwa, lakini kuna sehemu pia ni VIP wanavyosema. Kwa hivyo wewe Muislamu, kila asubuhi unapoenda msikitini kutekeleza swala faradhi, na unapoenda jioni msikitini kutekeleza swala faradhi, na hapa katikati waenda msikitini kama kawaida, lakini unapokuwa na tabia hii ya jioni na asubuhi na jioni unaenda msikitini kutekeleza swala faradhi, ni kwamba Allah atakuwekea mahali, atakuandalia mahali katika pepo, sehemu ya VIP au VVIP wanavyosema nye, sehemu ya hali ya juu kabisa. Hadithi kama hii tumesema imepokelewa na Bukhari na Muslim, bila shaka ni hadithi ambayo kwamba ni sahihi, maana yake aliyosemwa ndani yake ni ya kweli na malipo yaliyowekwa ni makweli. Na alipokea hadithi ni Abi Huraira kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutuonesha tabia kama hii. Angalia tabia rahisi sana, tabia ambayo kwamba baadaye tutaona ni jambo la kawaida, lakini hadithi kama hii yaonesha vipi Muislamu anafaa kulazimiana, vipi Muislamu kila mara anafaa kuwa na hamu ya kwenda katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama Mtume alivyosema, khairul biqa'i almasajid wa sharrul biqa'i alaswaq, makawanda au sehemu nzuri ya mtu kwenda kukaa ni misikitini, sababu ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, na sehemu ya shari, sehemu ambayo kama ukienda utaona mabaya, utasikia matusi, maneno ya urongo, watadanganyana, utaona tembea uchi, basi ni sehemu ya aswaq, yani masokoni. Kwa hivyo mtu ajiepushe sana kwenda sokoni ila kwa dharura, na msikitini mtu awe na hamu kila mara ya kwenda katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi kama hii ina baadhi
ya faida ambazo kwamba tunapata na hadithi kama hii. Miongoni mwa faida za hadithi kama hii ni kwamba fadlu mulazamati almasajid liajli taati Allah ta'ala. Hadithi hii kwanza tuonesha ubora na fadla na umuhimu wa mtu kulazimiana na misikiti kwa ajili ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kama vile msikiti ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hakufai kufanywa lolote ambalo kwamba si la taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hata msikitini kuna mambo ukiyafanya badala ya kupata thawabu upata madhambi, bal kuna mambo ukiyafanya katika msikiti wacha kwamba upata madhambi tu, bal mema yako yanafutwa. Mtume asema yote ambaye kwamba atazungumza msikitini mazungumzo ya kidunia, mazungumzo ambayo kwamba hayana faida, kama vile tunafanya leo Islamu, baadhi ya Waislamu wetu leo, baadhi ya Waislamu leo msikitini tunasoma masala ya mpira, masala ya Arsenal, Chelsea, sijui Manchester, sijui Man City, ndani ya msikiti, ndani ya nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi jua Muislamu unapofanya hivyo, mema yako Mtume asema yanaliwa kama namna moto unavyokula kuni. Hapo zungumza maneno ya kidunia. Sasa tutafanyaje? Msikitini ni mahali pa durus, pa halaka za mambo ya kufundishana mambo ya dini, darsa mambo ya dini, khutba za Ijumaa, kusoma Qur'ani, kufanya dhikrullah, kufanya dhikr. Muna mambo yenu ya kidunia mtaka kuzungumza na ni dharura, basi tokeni nje ili msiende kupata hasara ya mema yetu kuliwa kama namna kuni changa zinavuliwa na moto unapowasha. Zile kwa ni nyepesi, kuni nyepesi namna unavyoweka katika moto unavyokuliwa, kama ukuti ule ukuweka katika moto au lailoni, namna unavyoenda haraka haraka ndivyo mema yetu yanavyofutwa wakati tumeingia katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ikawa tuzungumza mambo ya kidunia, mambo ambayo kwamba hayanufaishi katika dini yetu wala akhira yetu. Kwa hivyo miongoni mwa faida za hadithi kama hii ni fadlu mulazamati almasajidi, ni kuonesha ubora na umuhimu wa mtu kulazimiana na misikiti, nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, liajli taati Allah ta'ala, kwa ajili ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Faida ya pili ambayo kwamba tuipata katika hadithi kama hii ni fadlullah subhanahu wa ta'ala ala ibadil mu'minin, ni fadla ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake waumini. Angalia Allah subhanahu wa ta'ala, jambo dogo sana, maana watoka nyumbani wenda msikitini, pengine hata wewe nyumbani kwako na msikitini si mbali, wala mtume akusema lazima, yani mtume akusema nyumba yako ikiwa mbali na msikiti mbali ndio ukija utapata fadhila. Man ghada ila almasajid au ila almasjid au raha, tumesema atakaenda asubuhi na jioni, iwe nyumba yako imeshikana na msikiti, iwe nyumba yako ni hatua mita 50 au mita 20 au mita 100, yani ni karibu itakavyokuwa, lakini maadamu na tabia ya kutoka nyumbani na kwenda msikitini kwa ajili ya kumtii, kwa ajili ya kutekeleza ibada na kumsujudia Mola wako, basi ya malipo yako. Kwa hivyo hii hadithi yatuonesha fadhila ya Allah kwetu sisi. Yani kwa ufupi tuelewe mahaba ya Mwenyezi Mungu kwetu sisi, yani namna gani Allah subhanahu wa ta'ala ataka sisi tuingie katika janna yake, namna gani Allah subhanahu wa ta'ala yataka tuingie katika rahma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tendo dogo ujira mkubwa, tendo dogo ujira mkubwa, na Allah ameonyesha haya katika hadithi nyingi ambazo kwamba mashaikh wanakuja kuzieleza au tunazisikia katika hadithi. Mtume mathalan anasema yote atakayesema subhanallah bihamdihi mara 100 asubuhi, madhambi yake yatafutwa hata kama ni mfano wa mapovu ya bahari. Yale mawimbi yanapokuja yanakuja na mapovu yale. Sasa ukubwa yale mapovu kuanzia mwanzo wa bahari mpaka mwisho, ukubwa yale mapovu, madhambi yako ya mfano huo, basi asubuhi ukasema subhanallah bihamdihi mara 100, basi umesamehewa madhambi hayo. Jioni ukasema subhanallah bihamdihi, umesamehewa madhambi yako. Na ni mangapi ambao kwamba Allah aonesha fadhila zake, mahaba yake ndio sisi kwa kuonesha kama namna gani, kutuonesha kwamba tendo dogo mtu alifanya, lakini Allah kalekea malipo makubwa kama hili ambalo kwamba tumelieleza la Muislamu kwenda msikitini kila asubuhi na jioni. Mtume akasema mtu kama huyo ataandaliwa sehemu ya wale wageni wakubwa, sehemu ya watu watukufu ambao ataekewa, basi huyo mtu atatengenezewa sehemu hiyo katika pepo yake siku ya kiyama. Katika faida ya tatu ambayo kwamba ni ya mwisho katika hadithi kama hii, faida ambayo kwamba tuipata ndani ya hadithi hii, at-targhibu fi salati al-jama'ati allati tuqamu fi al-masajid, yaonesha umuhimu, kutusongeza, kutuelekeza
mtu kushikamana na swala ya jamaa katika msikiti. Ubora wa swala ya mwanamume ni kuswali msikitini, na ubora wa swala ya mwanamke ni kuswali kwake nyumbani. Haipendezi, si uzuri. Na Mtume akasema, wallahi natamani siku moja swala ikimiwe, nipishe mtu aswalishe. Angalia, hakuna mtu afaa kumswalisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana hata kusoma katika tarikhi utamuona, katika sera utamuona Saidina Abubakar, Mtume alivyokuwa mgonjwa, alivyomuhisi kwamba Mtume yuaja, Saidina Abubakar akasongea nyuma, kwa sababu mtu hawezi kuwa imamu mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka Mtume alivyomwashiria kwamba endelea. Ndio Saidina Abubakar akabaki akaswalisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama wenye tarikhi wanavyoeleza na sera. Lakini angalia, Mtume atuonesha uzito na umuhimu gani wa mtu kwenda kuswali msikitini. Mtume akasema, natamani siku moja swala ikimiwe, nipishe mtu aswalishe, nichukue kuni na moto nikazichome nyumba za wale wanaume ambao kwamba wanaswali katika majumba yao. Mwanamume hafai kuswali na nyumba ila kwa dharura, dharura ya ugonjwa, dharura ya muuguza mgonjwa au wewe mwenyewe ni mgonjwa, au hofu pengine alfajiri wewe ukitoka nyumbani mpaka msikitini kipande, na hiyo sehemu ina hatari, kuna vijana wabaya au kuna wanyama wabaya. Hii ni katika dharura kisheria rusiki. Lakini kuna wanaume wengine tabia yao, yani alfajiri aswali nyumbani, adhuhuri nyumbani, alasiri nyumbani, magharibi nyumbani, isha nyumbani, na wasikia msikiti wasikia adhana ya msikiti huu, msikiti ule asikia, lakini hana dharura kisheria. Mwenyewe tu basi kumuuliza sema, yule imam bana wanifurahishi. Hakuna masala imam kufurahishi, sawa? Kwa hivyo hadithi yatuonesha namna gani Uislamu umehimiza, namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam ameenda kuhimiza watu kwenda kuswali katika nyumba za Allah ambao kwamba ni misikiti. At-targhibu fi salati al-jama'ati allati tuqamu fi al-masajid. Kisha Mtume akatuonesha tena, ama hadithi ikatuonesha tena umuhimu na faida ya mtu kutekeleza jambo kama ile, kwenda msikitini kutekeleza ibada ya swala, wa anna jazaa dhalik, na kwamba malipo ya hayo au malipo ya hilo ya mtu kutoka kila mara kwenda msikitini na kuswali swala za jamaa ndani ya msikiti, ma a'addahu Allahu lidhalika min an-nuzuli fil jannati, ni katika yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemwandalia Muislamu kama huyu katika pepo yake. Kama tulivyoeleza, Allah kila mtu anapokwenda asubuhi na jioni kwenda kutekeleza ibada ya fardhi ya swala katika msikiti kwa jamaa, basi Allah subhanahu wa ta'ala anamwekea sehemu tukufu, sehemu ya hali ya juu, sehemu ya heshima katika janna yake. Tuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni katika wale ambao kwamba wanasikia maneno kama haya na kuyafuata, na Allah subhanahu wa ta'ala atupatie taufiki na wepesi na nyoyo zake tuweze kumwabudu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na atukubalie ibada zetu, aturidhie ibada zetu, na zile sehemu ambazo kwamba tutakosea kama wanadamu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe tunapomwomba msamaha, na tukighafilika kumwomba msamaha vile vile Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe. Allah tujalie wenye kusikia mema na kuyafuata, na kusikia mabaya na kuyaacha. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa shukran lakum wa jazakumullahu khair.